ukiangalia swala la Yesu kisheria halikuwa na uhalali. Hakuna mtuhumiwa anayeshikwa usiku na mahakama ikaitwa usiku na hukumu ikapita usiku. Kwa hiyo kisheria tunasema kosa hilo na kesi hiyo haikuwa halali kwa mtazamo wa kisheria, lakini kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi, lazima lilikuwa litimizwe. Naomba moja atanisomea kitabu cha Walawi mlango wa 17 na mstari wa 11. Nitasoma. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakayekula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Asante. Nilipoombwa kuja kuhubiri hapa kufundisha, nilisikia moyoni nifundishe habari ya damu na thamani ya damu ya Yesu. Tuko katika nyakati zenye changamoto za Ukristo na sarakasi nyingi, na watu wamefika mahali pa kuchanganyikiwa, na tunajaribu kupoteza uthamani wa mambo ya muhimu ya imani yetu. Maana mengine watu wamenua fruto, wanasema ni damu ya Yesu. Na nizungumze, nimejaribu kutafuta umuhimu wa damu. Kisoma pia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 12, Mungu mstari wa 25 na kuendelea, ndipo tunapoanza kuona matumizi ya damu. Mungu anamwagiza Musa kabla hawajatoka nchi ya Misri kwamba Waisraeli wachinje kila mtu mwana kondoo, na watakapochinja ile damu wataitoa na kuipaka katika miimo ya milango. Na Mungu anamwambia Musa, kila nyumba ambayo itapakwa damu hiyo, malaika wa mauti atakapopita kuwadhuru wa Misri, haitawapata shida. Na ingewezekana mtu akadharau. Na tunaona katika mlango huu wa kitabu cha Walawi, tunaona Mungu anaeleza juu ya damu kwamba ndani ya damu ndimo kunapokuwa na uhai, kunakokuwa na uhai. Na Musa anaelezwa hivyo. Kwa hiyo Waisraeli miaka 1400 kabla Yesu kuja duniani na kufa na kumwaga damu yake, waliendelea kutoa damu za wanyama. Mtu alileta kondoo, walichinja mbuzi, walichinja mafahali, kwamba kupitia hapo damu hiyo kila mara ilimwagwa chini ya madhabahu ile ya shaba. Na mara moja kwa mwaka kuhani mkuu aliingia patakatifu sana akiwa na damu na kunyunyiza juu ya kiti cha rehema cha Mungu, kwamba yule kuhani mkuu alikuwa na mavazi, alibeba majina ya makabila 12 ya Israeli mabegani mwake na kifuani mwake, na aliingia mbele za Mungu kwa ajili ya upatanisho. Kwa hiyo Mungu anazungumza juu ya damu kwamba ni kwa ajili ya upatanisho. Na
damu ya mnyama ilimwagwa kwa ajili ya upatanisho wa mwanadamu. Katika lile hema la jangwani, ua wa nje waliweka madhabahu ya shaba, na madhabahu ya shaba, Walawi kila mara walitoa zile dhabihu zilizotolewa na walilinda moto. Lakini mara moja kwa mwaka kuhani mkuu aliingia ndani zaidi kule ambapo sanduku la agano lilikuwepo na kuipeleka damu ya upatanisho kwa ajili ya watu. Na damu hii ya mnyama ilipokuwa inamwagika, ilichukua mbadala wa mwanadamu, kwamba mwanadamu badala ya kufa kwa ajili ya dhambi zake, maana Biblia inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti, na tangu Adamu na Hawa walipokosa katika bustani ya Eden, mauti iliingia. Na ilipoingia, Mungu aliahidi kwamba atakuja kutokea mzao wa mwanamke ambaye atakuja kumkomboa mwanadamu. Na Mungu alithamini damu na kuona kwamba ni njia ya kujipatanisha na mwanadamu. Na tunaona kwamba utaratibu huu wa kupatanisha mtu kwa damu mbadala unatusaidia kuelewa umuhimu wa damu ya Yesu. Tuliimba ule wimbo namba 8 ya kwamba tunakombolewa kwa damu. Wimbo namba 13 unatueleza nguvu iliyo katika damu ya Yesu. Na duniani kuna damu nyingi, lakini hakuna damu inayoweza kumwokoa mtu, kumuosha, kumsamehe mtu na kumfanya mtu aache dhambi. Miaka karibu 54 iliyopita nilikutana na Yesu nikiwa mji huu wa Dodoma. Na kipindi hicho nilikuwa na dini yangu na sikuelewa maana ya wokovu, na nilishangaa wanaokoka, lakini Yesu akakutana na mimi, na ile nguvu ya damu ya Yesu iliweza kuniachisha mambo ambayo dini haikuweza wala jitihada za mwanadamu hazikuweza. Kwa hiyo tunaposema uthamani wa damu ya Yesu haufanani na damu nyingine. Biblia inatueleza damu za aina mbalimbali zinazotajwa kwenye Biblia, za wanyama wa aina mbalimbali, lakini damu hizo hazina nguvu wala uwezo kama damu ya Yesu. Damu zingine haziwezi kuokoa wala kuponya. Una watu wanaohangaika leo. Mimi sina shida na manabii na mitume, lakini watu mpaka wa Pentekoste wamechanganyikiwa na wanafikiri visaidizi vinaweza kusaidia kazi ya ukombozi. Nitaeleza katika somo hili umuhimu wa damu ya Yesu, na nimejaribu kutafuta mengi. Utasoma Petro wa kwanza, tutasoma kwa ajili ya muda wetu, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 10 mstari wa 18 na 19, na waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza 18 19, na Waebrania 9 mstari wa 11 mpaka 14. Nguvu ya damu ya Yesu na umuhimu wake. Mara nyingi tunaweza tukafikiri viungo vya miili yetu, ingawa moyo ni wa muhimu na figo ni za muhimu, lakini damu ina umuhimu sana. Bwana asifiwe. Tunaweza kufikiri ubongo,
figo ni za muhimu, zina nafasi yake, lakini damu, nimejaribu kuchunguza mambo ya damu na kwa nini Mungu alimkataza Musa na Waisraeli wasile damu, kwamba inawakilisha uhai. Kama kuna mtihani mkubwa kwa Masai ni kumwambia sinywe, kwa sababu damu ni maisha. Wakati wa kiangazi tunampiga mshale ng'ombe, tunakunywa damu, ng'ombe anaendelea, matumizi ya damu. Lakini Mungu anatoa angalizo, anasema kwamba anamwambia Musa wasitumie damu, kwa sababu damu inawakilisha uhai, na iliendelea mpaka siku zetu za sayansi ndio tunakuja kuona nafasi ya damu. Kwenye ulimwengu wa sayansi wanasema kwamba damu ambaye kimiminika cha majimaji katika mwili wetu. Sasa sayansi inatuambia, nimejaribu kuwahoji kuuliza madaktari, damu ya kawaida ya mwanadamu ndiyo inayebeba ile hewa ya oxygen na inatembeza kwenye mwili mzima kuupa mwili uhai. Tunaelewana umuhimu wa damu? Ili tuelewe nguvu ya damu ya Yesu. Miaka nyuma tulikuwa na mjadala na ndugu zetu Waislamu miaka fulani, na walikuwa na maswali mawili. La kwanza, kwa nini tunamuita Yesu mwana wa Mungu? Na la pili ni jinsi gani tunadai damu ya Yesu inaokoa. Sasa tusipofahamu uthamani na umuhimu wa damu ya Yesu, kwa Waisraeli, ukikuta kwenye Biblia Agano la Kale lile neno Bwana, walikuwa wanaogopa kulitaja jina la Mungu. Kwa hiyo ukikuta Bwana ni badala ya Mungu, kwamba hawakutaja bure jina la Mungu. Ndio maana waliambia usilitaje bure jina la nani? La Mungu. Kwa hiyo waliposema Bwana walimaanisha huyu Mungu wanemwamini. Na damu ya Yesu kwa nini ni ya muhimu? Ni ya muhimu kwa sababu inapeleka hewa ya oxygen ya kiroho ndani ya mwili wa Kristo. Tunafahamu eneo lolote ambalo mishipa inakwama kupeleka damu na damu haifiki, ina shida. Mtu anapopata stroke na kiungo cha mwili kinashindwa kupokea ile damu, ile upande wa mwili uliokufa ganzi hauna hisia tena, hauna nguvu tena. Na damu hii inawakilisha uhai wa mtu, na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani iliwakilisha uhai wake. Na kwa sababu ilibidi dhambi ilipiwe kwa fidia ya mtu mmoja kufa, na kwa sababu wanadamu tulitenda dhambi na ni haki yetu ilikuwa kusimama mbele na kwenye baraza la Mungu, ilibidi mtu mmoja ajitolee, Mungu akubaliane awe mtu mwanadamu, ahisi kama mwanadamu na asimame afe mahali pa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikufa kwa ajili hiyo. Katika Waebrania ile niliyosema usome, mstari ule wa 22 unatueleza umuhimu wa damu ya Yesu. Kwanza, umuhimu wake, ina uwezo wa kuokoa, kwamba kila mahali ambapo damu hiyo inafika ina uwezo wa kubadilisha mwanadamu
ina uwezo damu hiyo ya kuokoa. Mwandishi wa Ibrania anasema ikiwa damu ya mbuzi na mafahali ilikuwa na uwezo wa kusafisha dhambi ya mwanadamu, je, si zaidi damu yake Yesu? Ni kwa nini ni ya thamani? Kwa sababu damu ya Yesu, wangepima DNA na Yusufu, isingeonekana uhusiano wa Yesu na Yusufu, kwa sababu Yesu ni Mungu aliyekuja duniani kama mwanadamu, na damu yake haina uhusiano na asili ya dhambi ya asili ya Adamu. Ni ya muhimu na inaweza kuokoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na pili, ina uwezo wa kuondoa madoa ya dhambi. Kuna madoa ambayo ikiingia kwenye nguo, sio kila sabuni inaweza kuondoa doa hilo. Lazima ununue dawa inayoweza kuondoa madoa, na damu ya Yesu umuhimu wake ndio inayoweza kusamehe na kuondoa madoa ya dhambi. Kwamba ndio maana ya Isaya inasema kwamba njoni tusemezane, dhambi zenu zingekuwa zimekuwa nyekundu, mtu ambaye hafai, dunia inamwona hafai, lakini mbele za Mungu akija kupitia damu ya Yesu, ina uwezo zaidi ya jiki na sabuni zozote za kuondoa madoa. Kwamba ndani ya damu ya Yesu ndio pekee inaweza kumwosha mwanadamu na kuondoa matone na madoa ya dhambi. Kwa wanadamu watakuona bado ni mwenye dhambi yule yule, lakini mbele za Mungu damu hii inaondoa madoa ya dhambi. Na ili kupata uzima huu, lazima uhai utolewe. Mesema ili kupata uhai kwetu, ilibidi Yesu atoe uhai wake ili sisi tuweze kuokolewa. Na nguvu ya damu ya Yesu iko katika nini? Nguvu ya damu ya Yesu inatenda muujiza wa kuokoa. Hakuna muujiza mkubwa kama kuokoka. Viwete kutembea, au vipofu kuona, au zingine tunazoziona kama ni muujiza. Hakuna muujiza mkubwa kama mwenye dhambi kusamehewa dhambi zake. Nikiwa hapa Dodoma, nilikuwa kwenye jeshi la polisi wakati huo nilipookoka, na mchungaji mmoja alikwenda gereza la Isanga. Alikuwepo jambazi mmoja kwenye mji huu ambayo alitutesa kwa ujambazi na wizi, na alitesa watu, na kila mara akifikishwa mahakamani hakuna ushahidi na anaachiwa. Lakini siku moja alipokutana na kazi hii ya ukombozi ya damu ya Yesu, nimesema damu hii inapeleka uhai na uzima kule inapofika. Kwa hiyo napenda kusema nguvu ya damu ya Yesu ina uwezo wa kutenda muujiza mkubwa wa kuokoa, kubadilisha. Mhubiri Bonke akiwa kwenye mji fulani katika Afrika Kaskazini, mwizi mmoja kaokoka, na alipotubwa na muendea mhubiri anamwambia, nimefanya mabaya mengi na nahitaji kutengeneza. Na mtumishi wa Mungu anampeleka kituo cha polisi na anawauliza, mnamfahamu huyu? Hatumfahamu. Sema huyu ni mwizi, amewatesa na Yesu amemshika. Kasema basi tutamshika. Akamwambia hamna uwezo kumshika mtu ambaye Yesu amemkamata. Damu ya Yesu
ina nguvu ya kutenda muujiza wa kuokoka. Nilipokuwa mji huu, mimi nilikuwa Mkatoliki, na kulikuwa na mambo mengi watu hawakuamini, kwa mvuta sigara, nywa pombe na mambo mengi. Na napookoka nilikuwa na kesi ya watu ambao nawashtaki mahakamani, lakini nguvu hii ya muujiza huu ya kuokoa iliponibadilisha, nilifuta mashauri hayo, na yale niliyoshindwa huku nyuma, nguvu hii ilinifungua. Ndio maana kwenye ule wimbo namba 10 tunasema kuna nguvu ya ajabu ndani ya damu ya nani? Ya Yesu. Bwana asifiwe. Sasa mimi si mwinjilisti. Wokovu ni muujiza mkubwa kwa mtu kusamewa dhambi na kupokea uwezo wa kuzishinda hizo dhambi. Waebrania 2 mstari wa 3 na Isaya 1:18. Na nguvu ya pili ya damu ya Yesu inatoa uzima. Katika Yohana 6 mstari wa 53, damu ya Yesu inabeba uhai. Tunapookolewa kuna uhai mpya unaozaliwa ndani yetu. Maana yake damu ya Yesu inazo nguvu za kupeleka uhai kila mahali inapokwenda. Inapeleka oxygen inayotoa uhai na inaondoa carbon dioxide yenye sumu. Wataalamu madaktari wanasema kile tunachokitoa kwenye haja ndogo siku moja ilikuwa sehemu ya damu, na kwa sababu Mungu ameweka utaratibu kupitia mtiririko wa damu, inapopeleka uzima kwenye mwili inaondoa pia kile kisichofaa na kukiondoa kwa njia ya haja ndogo. Na mtu mmoja akasema, miili yetu ingekuwaje kama tutaenda haja ndogo? Na bwana mmoja akasema, tungekuwa tunanuka na tungeoza. Na kwa sababu ya dhambi, tukiwa kwenye dhambi tumeoza machoni pa Mungu, tumekufa mbele za Mungu. Lakini tunapookolewa na kuamini nguvu ya damu, inatufanya upya na inaleta uzima ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Na inatupa uhai kwa sababu ina uwezo wa kusafisha na kuondoa. Sasa kwa sababu muda hautatutosha, niende kwa haraka nisitaje mengi, lakini niseme la mwisho. Nimepita mengine. Nguvu ya damu ya Yesu, nimeruka baadhi ya mambo. Damu ya Yesu imeweka agano linalodumu kati yetu. Na niseme tu, damu ya Yesu, nimesoma alafu nilimuuliza daktari moja, nguvu ya damu ya Yesu. Wanasema damu ya mwanadamu ikitolewa, kama umechangia damu, ina uwezo wa kukaa siku 30 ikiwa na nguvu ya kutumika. Ikiisha zile siku 30, nguvu imeisha, hawezi kuwekewa mtu yoyote. Kwa hiyo inamwagwa, inatupwa, haifai. Na jambo la pili, tunajua kwamba si kila damu inafaa kwa mtu yoyote. Tunajua damu zina group. Kama uko kundi O, basi ni kundi O, group O, iwe asi au chanya, ndio inaweza kusaidia. Lakini damu ya Yesu ina nguvu hata baada ya miaka 2000 sasa, bado inaweza kuokoa. Tunaelewana?
haijapitwa na muda, haija expire kama damu za wanadamu ambazo zinakwisha nguvu, haziwezi kufaa kama damu za wanadamu zenye makundi. Ukiwa group A, damu ya Yesu inafaa. Ukiwa B, damu ya Yesu inafaa. Ukiwa kundi lolote, damu ya Yesu inafaa. Ina nguvu kuliko damu zingine. Na kwa sababu muda wetu unakwenda, nizungumze la mwisho kwamba damu ya Yesu imeweka agano linalodumu kati yetu na Mungu. Hebu soma Mathayo 26 mstari wa 28 na Luka 22 mstari wa 20. Mathayo 26, niliambia ni saa 12 ndio mwisho, sawa Sihitaji kesho mkose kufika. Mathayo 26 mstari wa 28 na Luka 22 mstari wa 20. 26:28 inasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Luka 22:20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Maneno haya Mathayo 26:28, siku kama ya leo, wiki kama hii kuanzia Jumapili ilikuwa siku zenye harakati na shughuli nyingi kwa Yesu. Tunakumbuka Jumapili iliyopita ndio Yesu anaingia Jerusalem na wengi wanamshangilia, wanashika mitende, wanatandaza nguo. Na siku kadhaa kabla ya wiki kama hii ndipo Yesu alipomfufua Lazaro, na kufufuliwa kwa Lazaro alipata wafuasi wengi, na alipopata wafuasi wengi tatizo likaanza kati ya wenye dini ya Kiyahudi na Yesu. Na hapa Yesu, mlango huu wa Injili ya Luka na Mathayo, jioni kama ya leo ndipo ameandaa mahali. Alikuwa ameshawatuma wanafunzi wake kuandaa mahali pa kula Pasaka. Ukichukua ramani ya Jerusalem, lile jengo lenye ghorofa liliokuwa linahesabiwa kama mama yake Yohana, lilikuwa upande wa kusini magharibi ya mji wa Jerusalem, na bustani ya Getsemani aliyekwenda ilikuwa kaskazini mashariki. Na Yesu kabla ya kwenda kule Getsemani anawatuma wanafunzi wake, yuko nje ya mji wakaandae, na anawaambia mtamkuta mtu yuko hivi. Na alipokwenda wakaandaa mahali. Na tukumbuke siku kama ya leo ndio makuhani wanahangaika na lile baraza la wazee wa Kiyahudi namna ya kumshika Yesu, kwamba wamemuona Yesu amepokelewa kwa shangwe na amekuwa na ufuasi mkubwa, na wanasema tusiposhughulika na mtu huyu basi hatuna lingine la kuzuia watu ila dini yetu kufa. Na wakati huo ndipo Yuda alikuwa tayari ameshapokea fedha za kumsaliti Yesu. Na mchukulia Yuda kama mchezaji wa timu aliyenunuliwa na mashabiki wa timu pinzani, atoe siri za timu, mbinu zao. Na baada ya Yuda kaja, na Yesu amekwenda pale kwenye ile nyumba ya ghorofa, na ameandaliwa chakula, na anafanya agano. Kikombe anasema, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano itakayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.
kwamba pasipo kumwagika damu, pasipo patano, hakuna ondoleo la dhambi. Tunapotubu na kumpokea Yesu, tunafanya maagano na mapatano na Mungu. Ndio maana tunapomwongoza mwenye dhambi kutubu, tunamwambia aeleze kwamba nakuja mbele zako. Unamkataa shetani, unamkubali Yesu, unamwomba Yesu akuandike kwenye kitabu cha uzima, na unakana yale, unaingia kwenye agano. Sasa agano ni nini? Ni makubaliano ya pande mbili au kati ya watu wawili. Tunalo agano la ndoa, mwanamume na mwanamke wanaingia kwenye agano ya kwamba huyu atampenda na huyu atamtii. Lakini mara nyingi agano lile limevunjwa. Kuna agano la mtu na shetani, na tunaona wengi leo wameingia kwenye maagano hayo. Watu wanaweza kulitaja jina la Yesu, wanaweza wakawa wamevaa kivuli cha Yesu, lakini ni maagano na shetani. Msiende kwenye kila maombi na kuwekewa mikono na kila mtu. Utapokea roho na maagano ya yule mtu aliye nayo, na baadaye unateseka. Unamwona Yesu afai, lakini kumbe Yesu si afai. Si kwamba damu ya Yesu ina nguvu. Tunachanganya. Kuna mawimbi, kuna milima. Na injili ya sasa, watu wanataka mafanikio ya haraka haraka. Agano ni makubaliano, na wako watu wanaofanya makubaliano na adui. Ukisoma nafikiri kitabu cha Samuel, wakati Jonathan alipoona ya kwamba ufalme unakwenda kwa Daudi, bado Sauli ni mfalme, lakini akaona mwelekeo wa Mungu ni juu ya Daudi. Jonathan akafanya agano na Daudi. Biblia inasema akavua koti lake, akamvisha Daudi, akachukua panga lake kama ulinzi wake akampa Daudi, na wakapiana. Na agano hilo lilikuwa na nguvu. Miaka imepita, Sauli, Jonathan na familia yao wamekufa, na Daudi ameingia kwenye ufalme, na akakumbuka agano lake, na anauliza, je, hakuna mmoja kati ya familia ya Sauli nitende mema kwa ajili ya agano niliyofanya? Na unamwambia kuna mtoto mmoja wa Jonathan ambaye katika kukimbia alianguka, kawa mlemavu, yuko mbali huko, na Daudi akamleta. Sasa agano letu na Mungu, kwa sababu muda wetu hautoshi, Mungu huwa ni mwaminifu kutunza agano, lakini sisi si waaminifu. Na nyimbo tulikuwa naimba, msalaba mbele, dunia nini, baba na mama wakiniacha, sintarudi nyuma. Siku hizi kuna maneno siyakubali kwenye hiyo, lakini kuna maneno yakubali. Tunaweka agano na Yesu, nitakufuata Yesu, nitakupenda Yesu, nitakutumikia Yesu. Lakini majaribu na mawimbi yanatokea, tunalivunja lile agano. Agano, niseme ili tumalize muda, taendelea kesho. Agano ni lazima liwe na masharti na ahadi. Agano ni lazima liwe na masharti na ahadi. Hii ni damu yangu ya agano itakayomwagika kwa ajili ya wengi. Na Luka anasema kikombe vivyo hivyo alipokitoa, anawaambia wanafunzi wake ya kwamba damu hii inayomwagika. Bado wanafunzi hawajajua yaliyo mbele, hawajajua Mwokozi anashikwa, atakwenda kufa. Nguvu ya damu ya Yesu. Huhitaji kutoa watoto, huhitaji kutoa mke, huhitaji kutoa mume. Yesu alimaliza msalabani. Kama ni uponyaji wa biashara,
kama ni uponyaji wa ndoa, kama ni uponyaji wa watoto, Yesu alimaliza yote. Lakini lazima ukumbushe agano. Ndio maana mfalme Hezekia, wakati Mungu amemtuma Isaya, mwambie tengeneze mambo ya nyumba yake, maana anakufa. Inasemekana alikuwa na ugonjwa kama wa kansa ambao haukuwa pia na tiba, lakini Hezekia hakubishana na Isaya. Isaya alipoondoka, Hezekia anamwambia Mungu, kumbuka, 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 kumbuka. Na Mungu akakumbuka, Mungu wa maagano. Badala ya Hezekia kufa, aliongezewa miaka. Bwana asifiwe. Mnamfahamu yule mwanamke Dorcas? Yesu alishaondoka, anafanya kazi ya Mungu, anasaidia wajane na yatima, na siku moja kwa ajili ya uivu wa shetani anamuua na kufa. Lakini wamama ambao wana imani wakasema huyu hawezi kuzikwa, wakabishana na mchungaji. Na hawa mama wanasimama wanasema, kwa sababu Mungu ni Mungu anayetunza agano. Naeleza nguvu ya damu ya Yesu. Tunapokumbuka Pasaka na kifo cha Yesu, tukumbuke nguvu iliyo katika damu yake, kwamba kuna nguvu ya kuleta mabadiliko, kuna nguvu ya ufufuo, kuna nguvu ya uponyaji. Na baadaye mchungaji amehangaika, wanawake wanasema haziki Dorcas. Vijana wameshachimba kaburi, wanangoja mwili uletwa, hakuna mwili unaoletwa. Baadaye mchungaji anatuma taarifa, Petro alikuwa kama sasa askofu, aje atulize jambo hili. Na Petro anakuja, wanawake wamesimama wanasema hakuna mtu atakayezikwa. Na wakapiga mstari, wanamwambia Petro, angalia mavazi ya mama huyu ni Dorcas alishona, nguo za watoto wake, chakula. Wote wakasema mwisho. Petro akapeleka rufaa kwa Mungu. Mungu anayetunza agano la damu ya Kristo. Yesu anasema kikombe hii, damu hii ni kwa ajili ya agano, kwa ajili ya wengi, kwamba hata sisi bado damu ya Yesu haija expire, haijakosa nguvu. Hata leo inanena, hata leo ina nguvu ya kuuisha. Bwana asifiwe. Mtu mmoja kanipia, tangu nimefanywa upasuaji ni mara ya kwanza chale kusimama. Mnanisikia? Usifanye, maana agano nalo halina ujinga ujinga. Hapana. Sawa? Sawa? Usipuuzie masharti na taratibu za nini? Za madaktari. Lakini bado kuna nguvu ya damu ya nani? Ya Yesu. Bwana asifiwe. Ya kutuponya. Familia wanakuja wananiambia, babu naendelea? Namwambia mimi ni mzima. Kidonda kimepona, naendelea. Sasa agano la damu ya Yesu, kuna ahadi ya uponyaji. Ili tuendelee, nitaje tu kwa haraka. La pili ni ahadi ya baraka, ya kubarikiwa. Habari ya kubarikiwa haitokana na chumvi na kwenda kwa manabii, iko kwenye ahadi ya agano. Tatu ni kuishi maisha marefu, kuishi maisha marefu. Na nne ni kushinda, ushindi. Masharti ya agano yako mambo 7 nitataja. Kwanza, sharti la kwanza, nimesema agano lazima liwe na ahadi na nini? Na masharti, sivyo? Ndio pande mbili. Sasa agano letu na Mungu ni kati ya mwanadamu mwenye dhambi, mwanadamu asiye na uwezo, asiye na kitu, na Mungu mwenye nguvu. Ndio agano letu, kwamba ni pande mbili sisi ambazo hatuko sawa, hatuko sawa. Tu wadhaifu na Mungu mwenye nini? Nguvu, anayetoa vitu vyote, anakubali kufanya agano na sisi. Sasa masharti kwa upande wetu, la kwanza ni kukubali kupatana na Mungu
kabla ya kuanza safari. Wokovu si lelemama, lakini agano Yesu inatuwezesha kupatana na kukubaliana na Mungu. La pili ni utii kwa sauti ya Mungu, na tatu ni kuyajua mapenzi ya Mungu.